Mwanzoni ilikuwa inazungumzwa kama tetesi kwamba mchezaji wa kimataifa kutoka Mali Ibrahim Doumbia ni miongoni mwa wale wanaotajwa kwamba watasajiliwa na wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya msimu wa 2026 2027. Hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba wamemtambulisha rasmi, na hivyo pasi na shaka yoyote taarifa ambazo zilikuwa zinazungumzwa hapo kabla, huku sisi jukwaa letu la Mbwaduke Stats Sport Next Level ikiwa ni miongoni mwa wale waliokuwa wakiliripoti, limekuwa kama lilivyo kwamba Ibrahim Doumbia ametambulishwa rasmi miongoni mwa nyota wa wekundu wa Msimbazi Simba kwa msimu ujao 2026-27, ambao yeye kama miongoni mwa washambuliaji kufanikisha mipango ya Simba kwenye michuano mbalimbali kwa msimu ujao. Ligi Kuu Tanzania Bara kuliwania taji hilo ambalo wekundu wa Msimbazi Simba hawajalitoa kwa misimu 5 mfululizo. Kombe la shirikisho la benki ya CRDB wekundu wa Msimbazi Simba msimu uliomalizika 25-26 walilitoa, watatamani kuendelea kulibakiza kwa kulitoa tena kwa mara ya pili mfululizo. Lakini pia kombe la Muungano msimu uliomalizika 2025-26 Simba ndio mabingwa, walilitoa kutoka mikononi mwa watani zao wa jadi Yanga, na sasa watatamani kuendelea kuwa nalo. Lakini kubwa zaidi kwa michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wekundu wa Msimbazi Simba baada ya msimu uliomalizika kumaliza nafasi ya mwisho kwenye kundi lao kati ya timu 4 lililoongozwa na Stade Malien ya Mali, Esperance de Tunis ya Tunisia, Petro Atletico ya Angola, halafu Simba kushika nafasi ya 4 kati ya timu 4. Kwa msimu ujao Simba watatamani kufika mbali zaidi, sio tu katika hatua ya makundi, tena wakimaliza nafasi ya 4 kati ya timu 4, kwa lugha nyingine wakimaliza mkiani, watataka waende mbali zaidi, ikibidi nusu finali, ikibidi finali, ikibidi kutoa ubingwa chini ya kocha Steve Barker kwa kikosi wanachoendelea kukitambulisha, huku wakiendelea kubaki na wachezaji nyota waliosajili wakati wa dirisha dogo la msimu wa 2025-26. Manake Simba inayo nafasi ya kupiga hatua zaidi kwa sababu imekuwa imara sana, na hasa katika eneo lake la ushambuliaji. Huyu Ibrahim Doumbia, kinachotarajiwa ni kuona kwamba walau akidumisha kile alichokifanya katika msimu uliomalizika wa ligi kuu ya Mali, ambapo yeye alikuwa ndiye top scorer, mfungaji bora, akifunga mabao 17, tena akichezea timu isiyotisha katika ligi kuu ya Mali. Timu kubwa Mali ambazo kila msimu hupambana kutoa ubingwa ni pamoja na Joliba ambayo msimu uliomalizika ndio ilitoa ubingwa, ni pamoja na Stade Malien, lakini timu yake yeye ya Korofina ni timu ya kawaida sana. Lakini pamoja na ukawaida wao ambao msimu uliopita walimaliza nafasi ya 12, yeye kwa kutumia uwezo wake wa kupachika mabao, kijana huyu Ibrahim Doumbia akafanikiwa na wenzake kuifanya Korofina imalize katika nafasi ya 7 kutoka nafasi ya 12 ya msimu uliopita kati ya timu 14. Yani ilinusurika pembamba sana kuwa miongoni mwa timu mbili zilizoteremka daraja, kwa sababu ligi kuu ya Mali na timu 14 yenyewe ilimaliza nafasi ya 12. Zilizoteremka daraja ni nafasi ya 13 na nafasi ya 14. Lakini kwa kuonyesha kiwango chake bora hasa katika upachikaji mabao, Ibrahim Doumbia mabao 17 yakamfanya awe top scorer, lakini yakaifanya timu yake malize ligi ikiwa imefunga mabao 28. Na sio tu kwa mabao aliyofunga 17, alitoa assist 4 akichangia mabao 21 kati ya mabao 28 yaliyofungwa na timu yake iliyoruhusu mabao 31. Sasa ukiangalia vizuri kwa nini Ibrahim Doumbia alikuwa kwenye kiwango bora sana msimu uliomalizika, ni kwamba mchango wake wa jumla kwenye mabao ya timu ya Korofina katika msimu uliomalizika ulikuwa wa juu mno, kwa sababu mabao 17 ukiongeza na assist 4, mabao 21 ni kati ya mabao 28 aliyofunga, ni sawasawa na kusema mchango wake ni 75% ya mabao yote ya timu. Yeye ni kana kwamba alibeba timu mabegani mwake. Tulishawahi kujadili hilo kupitia jukwaa hili, na kwamba sasa ametoka wekundu wa Msimbazi Simba na alifunga mabao 21 baada ya kucheza mechi 24. Maana kwa idadi ya timu 14 zilizotoka kuzielezea, kila timu hucheza mechi 26. Yeye alikosa mechi 2 akacheza mechi 24, bado anachangia mabao 21 kwa kufunga mabao 17, assist 4. Doumbia ametambulishwa rasmi, matumaini yamekuwa makubwa, shangwe, vigelegele kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba. Matarajio ni kuona anaendeleza kile alichokionyesha nchini Mali, na kuzingatia kwamba ndani ya Simba wapishi wa nafasi za kufunga wako wengi mno kuliko Korofina alikokuwa hapo. Ndio alikuwa anafunga mabao mengi akawa mfungaji bora, lakini kwa mbinde, kwa sababu wapishi wako nadra ndani ya Korofina. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba chini ya kocha Steve Barker, ambaye wakati mwingine hutumia mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4,
viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, yeye anaweza kucheza kama mshambuliaji kinara mmoja. Lakini pia wanapotumia mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, yeye anaweza kuwa miongoni mwa washambuliaji watatu pale juu. Anaweza kushambulia kutokea pembeni kulia, pembeni kushoto, katikati, ingawa goli lake lenye nguvu zaidi ni la kulia. Sifa yake kubwa ni juu ya kujua wapi pa kusimama, kiasi ya kwamba mipira imkute na kuiweka wavuni. Lakini vile vile kasi anayo, uwezo wa kupokea mipira ya kwanza, kupiga mashuti kwa usahihi. Ni sifa ambayo bila shaka itaisaidia Simba katika kutimiza mipango yake, kwa sababu miongoni mwa changamoto alizokutana nazo kocha Steve Barker katika msimu uliomalizika 2025-26 ni juu ya wachezaji wake wa mbele wanapolifikia lango la wapinzani, namna gani wanatumia nafasi kufunga mabao. Simba katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara, mechi 30, ndio timu iliyoongoza kufika eneo la mwisho na kufanya majaribio ya kufunga kwa wingi kuliko timu yoyote, ikipiga mashuti 305 lakini ikafunga mabao 54. Goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao, ulikuwa ni around 17%. Sasa ujio wa Ibrahim Dumbia, maana yake kwa kipaji chake hiki cha kulijua lango la wapinzani na kuweka mpira wavuni, Simba ikiendeleza ule uwezo wake wa kushambulia kwa kasi, ikiwatumia viungo wake wa ushambuliaji kutokea pembeni, Libasege, Anise Ora, Eli Mpazo Kibisawala, mafundi kutokea kati, Cletus Chota Chama na wengineo ndani ya Simba, manake Ibrahim Dumbia anakwenda kuongeza nasibu ya Simba kufunga, kwamba zile nafasi nyingi wanazotengeneza basi mtumiaji wake yupo yeye Ibrahim Dumbia. Matarajio ni kuona akifanikisha mipango ya Simba, hasa kwa kuweka mipira wavuni. Changamoto tulishazungumza baadhi, ni pamoja na ukweli kwamba Korofina aliyotoka haina presha kubwa kama ilivyo kwa kundi la Msimbazi Simba. Lazima ajiandae kisaikolojia kupambana na shinikizo kutoka kwa mashabiki ambao siku zote hutaka matokeo mazuri katika kila mchezo ikiwemo ushindi. Lakini la pili, matarajio makubwa kwake juu ya kuweka mipira wavuni, kwamba yeye ndiyo suluhu. Sasa lazima ajiandae mchezaji huyu, bado kijana sana, ajue jinsi ya kutumia kipaji chake kuwapa furaha wana Simba. Lakini hana uzoefu wa kucheza mechi kubwa kubwa za CAF. Sasa Simba inakwenda kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lazima ajipange kwa hilo, akipata support kutoka kwa wachezaji wazoefu ndani ya Simba, support kutoka kwa benchi lao la ufundi chini ya kocha Steve Barker, Selemani Matola. Ni dhahiri kwamba Ibrahim Dumbia akitulia, akisaidiwa kifikra, kucheza kwa kipaji chake, ni dhahiri kwamba Simba inaweza ikafanikiwa sana kupitia yeye katika kuweka mipira wavuni. Swali ni kwamba je, itakuwa vipi? Vipi wapinzani wa Simba katika ligi kuu Tanzania bara? Dodoma Jiji, Namungo, Yanga, Azam, Coastal Union na timu nyingine watakabiliana vipi na Simba inayotengeneza nafasi nyingi sana, halafu sasa ina mwamba huyu Ibrahim Dumbia mzuri sana katika kuweka mipira wavuni. Ametua Simba akaacha timu nyingine kadhaa ambazo zilionyesha dhamira ya kumhitaji. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.